Karibu katika kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha. Somo ambalo liko hewani lina kichwa kinachosema ondoa vitu hivi katika maisha yako. Kuna vitu lazima uviondoe katika maisha yako ili uweze kuongeza speed ya mafanikio kwenye maisha yako. Vinginevyo vinaweza vikawa vizuizi na usifike mbali kwenye maisha yako. Ni mimi Mwalimu Peter na kukaribisha hapa Nuru ya Maisha. Kitu cha kwanza ambacho natakiwa ukiondoe kwenye maisha yako kwa gharama zote ni kuacha kulalamika au kunung'unika. Kuacha kulalamika au kunung'unika. Katika jambo lolote linatokea kwenye maisha yako, usikubali kulalamika au kunung'unika. Kulalamika au kunung'unika kunaondoa uwezo wako wa kuona mbali. Ukishaanza kulalamika tu, kumbuka unapunguza uwezo wako wa kuona mbali. Na usipokuwa na huo uwezo wa kuona mbali, maana yake umejipunguzia mwendo wewe mwenyewe. Kulalamika na kunung'unika kunaondoa uwezo wako wa kutambua kuwa wewe unawajibika na maisha yako. Wewe unawajibika na maisha yako. Kikishaondoka kwenye akili yako kwamba wewe unawajibika na maisha yako, maana umepunguza mwendo wa kufanikiwa kwako. Ni ngumu sana kama hujatambua wewe unawajibika na maisha yako wewe mwenyewe. Kwa hiyo utatumia effort ya kutoka mahali ulipo na utaanza kuwaza kwamba kuna mtu atanitoa. Utaharibu maisha yako. Kulalamika au kunung'unika kunaondoa uwezo wako wa kufikiri tofauti, mbadala. Kumetokea tatizo hili, ule uwezo sasa kufikiri tofauti ili uweze kutoka katika hiyo hali ambayo inakuzingira unapungua. Kwa kulalamika ni kitu kibaya sana. Kwenye Biblia wana wa Israeli wengi wao hawakuweza kufika katika nchi ambayo Mungu alikuwa amewaahidi ya Kanaani. Na tatizo lilikuwa kulalamika na kunung'unika. Walipokutana na mambo magumu katika maelekezo ya Mungu, walilalamika, walinung'unika. Jambo ambalo lilimuudhi sana Mungu. Na wengi wao hawakufika walipotakiwa kufika. Kwa hiyo katika maisha yako, ondoa kabisa hali ya kulalamika au kunung'unika. Acha kulalamika au kunung'unika. Hata kama unachokitendewa au wanachokufanyia watu sio sahihi, usilalamike. Unapoanza kukubali kwamba pana tatizo mahali hapa, nafanyaje ili kutoka kwenye hili tatizo, utaanza kuona nguvu za Mungu zikukushukia na kukusaidia kufikiri tofauti. Na hizo nguvu za Mungu zitaanza kukusaidia kuelewa kwamba wewe unahusika na majibu ya maisha yako. Kwa hiyo akili itaanza kuingia kazini, kuchakata na kutoka na plani A, plani B, plani C, plani D. Utatoka na utafanikiwa sana katika maisha yako ukiacha kulalamika au kunung'unika kwenye maisha yako. Jambo la pili ambalo litakusaidia sana, ambalo natakiwa hiyo tabia itoke kwenye maisha yako, ni kutopenda kuonywa, kutopenda kushauriwa, kutokupenda kuelekezwa
nini cha kufanya ili uweze kufika mbali kwenye maisha yako. Mungu amejiwekea utaratibu wa kumfanikisha mtoto wake, mtumishi wake, mtu wake. Na njia mojawapo ambayo Mungu anaitumia sana ni kukuinulia watu wa kukuonya, ni kukuinulia watu wa kukushauri, ni kukuinulia watu wa kukuelekeza au kukupa maarifa nini cha kufanya utoke katika kilio au uepuke kilio kwenye maisha yako. Kile kitabu cha Ufunuo 3:19 Biblia inasema hivi: wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi, basi uwe na bidii ukatubu. Neno uwe na bidii ukatubu maana yake ukubali kubadilika, kwa sababu asili yetu hatupendi kuonywa, kuelekezwa. Tunapenda sisi kuelekeza, tunapenda sisi kuonya, tunapenda sisi kushauri. Lakini hiyo hali ya kutokupenda kuonywa ni kitu kitakuzuia usifanikiwe kwenye maisha yako. Ni kitu kitakachokuchelewesha usipopenda kushauriwa. Usikubali. Wapo watu wameonywa sana na kuelekezwa namna ya kutoka katika migogoro mbalimbali, ikiwepo migogoro katika familia, migogoro katika mahusiano tofauti. Wapo wameonywa lakini hawakusikiliza, na sasa wameingia kwenye kilio. Wapo ambao walionywa sana na kuelekezwa juu ya umuhimu wa kukaa kimya, kutulia na kumsubiri Mungu, lakini wakaona wanachelewa, na sasa wako kwenye kilio. Usije ukasahau kwenye maisha yako, kuonywa, kushauriwa na kuelekezwa ni utaratibu wa Mungu wa kumfanikisha mtu wake. Kwa hiyo unapokataa kuonywa, kushauriwa, kuelekezwa na mtu ambaye Mungu amekuinulia kwenye maisha yako, ujue unaalika taabu kwenye maisha yako. Usikubali. Mungu akubariki sana na Mungu akusaidie. Vitu vyote vinavyozuia usifanikiwe kwenye maisha, usiende mbali kwenye maisha, ving'oke kwenye maisha yako. Biblia inanikumbusha, inasema hivi: Mungu huwapinga wenye kiburi na huwapa neema wanyenyekevu. Kwa hiyo mtu yote anayependa kuonywa, anayependa kushauriwa, anayependa kuelekezwa, kiburi hakimo ndani yake. Yuko tayari kujifunza na kuonywa na mtu yoyote, ili mradi hayo maonyo yanamsaidia kwenda mbele, ili mradi hayo maelekezo anayopewa yanamsaidia kwenda mbele. Na wakati mwingine wako ambao Mungu atawainua, watakukemea kwa ukali, usikasirike, ili mradi wanachokukemea kinakusaidia uwe mahali salama. Mshukuru Mungu, maana huo ni upendo wa Mungu kwenye maisha yako. Mungu akubariki sana na Mungu akutunze. Amen.